Shabiki wa Simba pamoja na wanachama wa Simba walikuwa wanaisubiria kwa hamu, hatimaye ndio leo imetimia. Mbele yangu ya kamera nipo na Shabani Mpila Pesa, naye akiwa tayari ameshafika na kuhudhuria kwenye mkutano mkuu wa wanachama. Shabani, upo vizuri? Mimi niko vizuri, nashukuru Mwenyezi Mungu, nimeamka salama na kila kitu kimeenda vizuri na nimefika katika mkutano, basi nashukuru alhamdulillah. Mkutano ndio hii siku ya leo. Pengine kuna mambo mengi ambayo mngependa kuwasilisha, lakini maboresho pia kulingana na mengi ambayo yamekuwa yanatokea. Tuambie kwa binafsi wako wewe kama mwanachama wa Simba. Kwanza nimefurahi kwa sababu mkutano wa mwaka ni upo kwenye katiba. Kwa hiyo nadhani huu ni mkutano wetu wa mwaka na viongozi wetu wametekeleza kilichokuwa kwenye katiba. Lakini kilichokuwa ndani ambacho kinaenda kujadiliwa, kuna vitu vingi hata kama wengi hawajapata nafasi ya kujadili kitu kilichokuwa ndani kutokana na zile rasimu za hilo swala tumechelewa kupewa. Then tumepewa Ijumaa. Kama mimi nimekuja kupata Ijumaa na kikao Jumapili, na maana kabla siku moja na ndo tumekabidhiwa. Kwa hiyo tumejaribu kupitia, lakini sijajua elimu kama imewafikia watu wengi, kwa sababu mkutano naona watu wengi wanakuja hapa, lakini sijajua kama imefikiwa. Lakini hata utaratibu wa kukabidhiwa hizo karatasi wenyewe nimeona kama haukuwa rafiki sana, kwa sababu wamekabidhiwa viongozi wetu wanani wilaya Alhamisi usiku, lakini then wametuambia kwamba kila mtu akitaka hiyo nakala aipate basi aende kwa mwenyekiti wa wilaya akachukue akatoe kopi then ye mwenyewe ili apitie. Sasa klabu kubwa kama Simba kwa kumwambia kila mtu atoe mwenyewe kopi, nadhani iko ni kitu ambacho kwangu kimenisikitisha sana, kimenisikitisha kwa sababu viongozi walikuwa na uwezo kutoa kopi, wanatambua matawi yao, wanafanya nao vikao kila siku na kila siku tunajadiliana mambo ya Simba. Walikuwa na uwezo kabisa wa kutoa kopi hata kila tawi hata kama 50 ili kila mtu apitie na kwa wakati. Kwanza wamechelewa kutupa, wametupa Ijumaa. La pili inabidi uende kutoa kopi mwenyewe. Sasa kama ila kopi una hapo, nadhani mtihani. Kwa hiyo kile kilichoandikwa mule ndani nadhani kila mtu kaona, wale ambao walopitia. Lakini labda niwaambie tu watu kilichoandikwa ndani, kuna baadhi ya hoja tumeona sio hoja rafiki, kwa sababu hawakuweka ushirikiano baina ya wanachama wao na wao viongozi kwamba tunaenda kujadili kitu gani. Leo tunaenda kuambiwa kwamba ni mwenyekiti wa bodi ambaye alikuwa anatokea upande wa mzabuni wetu, then nataka ibadilike ingie upande wa wanachama, yani mwenyekiti wetu wanachama na ndio kiongozi. Lakini hili swala alihitaji mambo haraka. Hili swala linahitaji elimu. Sasa kabla elimu bado hawajatupa, sisi tunasema kwa upande fulani hiyo swala kwetu litakuwa gumu, kwa sababu tunajua jinsi ya utaratibu wa uongozi jinsi ulivyo. Sasa wametulazimisha kwamba tuje kupitisha hilo kwa sababu wao, na ndio maana wamechelewa kutupa karatasi. Wangetupa karatasi mapema, ina maana tungejadiliana na kuliongelea hilo, tujue tunaenda kufikia wapi. Pengine hapo kuna toa tafsiri gani sasa kuelekea kwenye mkutano? Kuna baadhi ya vitu haviko sawa. Lazima tuzungumze haviko sawa. Kama mkutano mkuu ndio wenye maamuzi ya kuamua na wanaoamua mkutano mkuu ni sisi wanachama, kwa nini karatasi zimechelewa kufika kwetu? Lakini then kwa nini leo mwanachama anaambiwa utoe kopi wewe na ndo usome hizo agenda? Vitu vya ovyo kabisa mimi nasema. Kama nimezisoma ndani. Sasa mimi inawezekana nimesoma, lakini mkutano huu siko peke yangu. Nadhani unaona kuna wanasimba wengi. Lakini elimu lazima ifike. Huwezi kufanya jambo bila kupata elimu kwanza. Lazima upewe elimu ya kitu ambacho unachoenda kukijadili. Kosa la viongozi wetu wanalolifanya ni moja tu, hawatoi elimu kwa watu ambao wanawaongoza. Leo tunakuja kwenye mkutano, tumepata agenda Ijumaa. Unakuja kujadili nini? Kama kuna vitu tuliona havifai, ina maana wanachotaka tuingie katika mkutano tuende kuandisha mlolongo ndani ya mkutano. Wangesema mapema, ina maana tungekuwa tunajadiliana na wao wangefanyia kazi. Sasa hoja wamekuja kutuletea mezani, lakini hoja zile walizokuja kutuletea mezani wametuletea Ijumaa. Tumepata muda gani wa kujadili mpaka leo tunakuja kuamua? Ndio maana tunasema hatuwezi kukubali wanachokihitaji wao, kwa sababu wanatulazimisha tufanye wanavyotaka wao, sio tunavyotaka sisi wanachama. Nafasi ya uongozi wa juu na ndio unashika klabu yetu ya Simba. Tumeona klabu yetu ya Simba ina uongozi upande wetu wa sisi wanachama. Kumetokea migogoro mingi sana baina ya wanachama na viongozi wao, baina ya viongozi na viongozi, baina ya viongozi na mwekezaji. Sasa leo tutakapokabidhi majukumu haya bila kupewa elimu, nadhani wana Simba twendeni tukajitafakari mara mbili.
sitaki kumzungumzia mwingine, lakini nasema maamuzi ya mkutano mkuu ndio maamuzi yanayobeba Simba Sports Club yote. Unataka upewe elimu ya nini wakati wanachama ndio wenye klabu na 51% ziko upande wa wanachama na ndio ambao wanatakiwa kusimama kwa maslahi ya klabu? Kuna kitu gani kinakutatiza wakati inajieleza kabisa elimu ya kitu gani? Kwa nini mnakuwa na hofu na kwenye kitu wenu mle? Kabla hata mkutano huu kuna mkutano tulifanya tukapitisha hili. Tulikaa kikao tukapitisha hili. Tukakubaliana mbele ya viongozi wote wa serikali na pamoja na mkutano mkuu mnaosema makubaliano yetu upande wa mwekezaji na ndio upande ambao utatoa mwenyekiti wa kuongoza bodi. Sasa wamekuja ghafla, kabla hawajatuambia kuna mabadiliko gani, wanatuambia twende kubadilisha. Then wanatuambia serikali imesema. Serikali haitoi uamuzi wa Simba Sports Club. Serikali inasimamia haki na sheria za kutovunja amani katika nchi yetu. Uendeshaji wa klabu ya Simba wanaufanya wenyewe wanachama ndani. Kama tutaingia ndani tukasema tupigane, serikali hapo wanaweza kushiriki. Lakini maendeleo ya klabu ya Simba ndio maana hata ada tunatoa wanachama, hatoe serikali. Kila mtu anajua pesa yake anaitoa wapi. Hata uendeshaji wa klabu sisi ndio tunatoa. Mambo yote mapendekezo haya, kwa sababu hata hili la mabadiliko hawakutushauri serikali. Wenyewe wanachama tulikaa tukasema tunahitaji mabadiliko. Nadhani kuna watu kama walikuwa na kumbukumbu. Police Mess Evans Amveva tulimwambia tunachohitaji ni mabadiliko. Hatutaki ajenda nyingine, tunataka ajenda ya 9 mabadiliko. Kwa hiyo lazima sisi wanachama tufikiwe, lazima tunaamua. Kama tuliamua mwenyekiti wa bodi atoke upande wa mwekezaji, kama kuna mabadiliko wangekuja kutupa elimu. Ndio maana Simba ina matawi, lakini swala hili halijafika katika matawi, limefika kwenye matawi ikiwa bado siku moja siku mbili mkutano. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu mimi nadhani hazikuwa sawa. Manake hapo kuna sheria, kanuni na taratibu ambazo zimefuatwa kutokana na jinsi ambavyo miundo ya kisheria na kikatiba inahitajika kuwa, na ndio maana wametoa maelekezo na sio ushauri. Kwa upande wenu kwa wanachama wa Simba, hamuoni kama mtakuwa mnapingana na sheria na taratibu ambazo zipo ndani ya serikali na muundo wa uwekezaji ambao wanautaka serikali uwepo? Mkianza kupinga vitu wakati ni maelekezo, hata barua inajieleza kabisa sio ushauri, ni maelekezo, kifanyike 1 2 3, kiondolewe hiki kiweko hiki. Huoni kama ni sheria limetoka moja kwa moja kutokana na jinsi ambavyo sheria zipo za serikali? Sisi mkutano mkuu, narudia tena, mkutano mkuu ndio unatoa maamuzi. Na uamuzi huo tulishautoa. Tumejua serikali wameweka hiyo kwa sababu wana vitu ambavyo wao wanaweka kiserikali. Lakini klabu ya Simba bado hatujafikia huko. Ikifikia wakati swala hilo litafanywa mchakato na litarekebishwa. Shida inakuja sehemu moja tu. Hawashirikishi watu katika hivyo vitu wanavyovifanya. Then mnapokuja kwetu mkaja kutupa elimu na sisi tunaenda kufahamu. Inawezekana serikali mambo mengine wakasema baadaye akaja kuleta madhara mbele. Kuna mambo mangapi yanaamuliwa na serikali lakini baadaye yanaleta madhara. Kwa hiyo hata sisi ili kwa sababu sisi ndo tuko ndani ya Simba yetu na sisi ndo wanachama. Hao wote unaona wanachama wanajua madhara ya kila kitu kilichokuwa mbele yao kutokana na utaratibu wa uongozi wao jinsi wanavyoongozana. Hata kwenye serikali tumeona kuna viongozi wa serikali wengine wanakosea. So kama kiongozi wa serikali na ndo analolifanya hilo ni sahihi. Kwa hiyo ndio maana hata sisi tunataka tufuatwe kile ambacho tunachokihitaji. Kila kitu lazima kiendane na wakati. Walitulazimisha katika mikutano mikuu kama hii, wao wanakuja kila wilaya viongozi 3. Na walituambia serikali imesema hivyo. Sasa then yule aliyokuwa na kadi yake nyumbani anaenda kufanya nayo nini wakati wao umempa kadi? Kwa hiyo sisi tuligoma, lakini mbona Simba inaenda? Leo kwenye mabadiliko haya ambayo yamefanyika sasa hivi. Na rudia tena, hawakutushauri serikali. Sisi wenyewe wanachama ndio tumeamua mfumo wa mabadiliko katika klabu yetu. Walitushauri serikali. Leo Simba kama tungetaka mfumo wetu uwe vile vile ungekuwa mpaka leo. Lakini sisi ndio tunahitaji mabadiliko. Kwa hiyo hata hili tunajua udhaifu wa baina ya viongozi wa Tanzania hasa katika masuala ya mipira. Kuna mtu anaitetea hii sekta ili mradi apate 1%. Sasa hatutaki 1%, tunataka ukweli na uwazi. Kama wanataka kufanya kitu chochote wapite kwenye matawi. Simba ina matawi. Waje kutoa elimu, sio wanatupa karatasi zile siku za tukio. Karatasi tumepata Ijumaa, tunajadili nini? Kama kuna sehemu sisi tunaona haifai, tutaenda kujadili na nani wakati karatasi umetupa Ijumaa, mkutano huko leo Jumapili. Kwa hiyo kuna vitu mimi nasema kututendea haki. Sisi tunahitaji Simba yetu isonge mbele. Ndio maana tulimdai Evans Aveva tunahitaji mabadiliko kwa lazima. Kuna vitu kama 3 hivi ambavyo vimelenga kwenye mabadiliko haya na uniambie
Simba kama Simba inaonekana haina kichwa, haina kiwiliwili, imeungana bodi ya wakurugenzi na Simba yenyewe. Mamlaka imeagiza kuwepo na kamati tendaji ya Simba na uongozi wa Simba kabisa ambao umejitosheleza kabla ya kukutana na wawekezaji. Lakini kingine wamesema mwekezaji zaidi ya watatu angalau kwa ajili ya kuiwezesha Simba kupata pesa ya kutosha. Unaonaje kama bilioni 20 hizo ambazo zinazungumzwa zikawa tatu na maana bilioni 60? Kwa upande wako unalipokeaje hili? Unajua kuna vitu vingine tunakuja kuvisia sasa hivi. Na ndio maana tunasema tunaweza tukalaumu viongozi hawana utaratibu wa kutushirikisha sisi wanachama. Kwa sababu kama kuna mtu kasema toka mwaka 2020 Simba inaonekana haitambuliki system yake na haina kichwa wala miguu. Fikiria wewe mwandishi na Mtanzania mwingine yoyote. Toka 2020 mpaka sasa hivi 2025 inaishia inaenda 26. Hatujaambiwa hata siku moja kama Simba haina kichwa wala miguu. Lakini baada ya kufikia hili ndio tunaambiwa Simba haina kichwa wala kitu fulani kipite. Ndio hivi vitu ambavyo tunavyovipinga sisi. Kwa nini wanachama thamani yetu ni ndogo? Sizungumzi kwa sababu ya kumzungumzia mtu kwamba mtu fulani kafanya hivi. Kwa nini wanachama hatushirikishwi katika thamani? Wanachama tunaenda kushirikishwa hapa wanapotaka maamuzi. Tumeona maamuzi ya leo. Watu wengi wanatengeneza watu, wanapiga kelele kwa sababu kuna vitu wanavitaka vipite. Vikipita kwa nini kuna vitu vingine sisi hatushirikishwi wanachama? Wakati klabu kila kinachoamua tunaenda kuamua sisi. Na ndio maana tunasema hili zoezi, ili liweze kukamilika, lazima tutengeneze mchakato wa kuenda kujadiliana zoezi letu liende. Lakini kama kidesign wametupa karatasi Ijumaa. Leo tunakuja kufanya kikao. Wanatulazimisha kuna baadhi ya vitu tupitisha ambavyo kwa sisi hivyo vitu hatujue maslahi yake mbele ni nini, kwa sababu tunajua viongozi wetu walivyo. Leo waandishi Simba Sports Club kuna watu wao maisha yao kila siku kwenye Simba. Wanatuongoza tu kila siku. Kila siku wanatuongoza wao. Kwani Simba haina watu wengine? Na wao ndo wanatetea maslahi ya pande hizo. Kuna upande ukishakuwa na neema utaona amehamia kwenye neema. Kuna upande mtu akishachekechwa anahamia sehemu ambayo hajachekechwa. Hiki kitu na ndio kitu kinachotuumiza. Ifikie wakati wana Simba waachie wana Simba wengine waongoze. Kwa sababu kuna mtu anataka maslahi. Leo kuna watu watetea hoja, ukimuuliza hoja hiyo ya kuwa hivi na hivi itakuwaje? Kaambiwa labda atakuwa mkurugenzi wa wanachama, labda atakuwa sui yeye nani, atakuwa bodyguard wa timu, atakuwa sui nani. Kuna wengine vyo hivyo hatutaki. Tunachohitaji pointi hizo kupata matokeo uwanjani tupate furaha tu. Na mkutano leo, lakini leo kuna mechi. Wewe unasema hii imekaje? Kwa sababu maneno pia ndio hayo mambo tunayoyazungumza leo. Hayo tunayozungumza leo. Mkutano na mechi. Alafu then acha mkutano na mechi. Leo tuna mechi, si ndio hivyo? Viongozi wa kupambania timu yetu 80% wako hapa. Na mechi ya kwanza tumepoteza game. Walikuwa wajui kama Simba tarehe hii watacheza mechi. Hako serious na timu yetu, wako serious kimaslahi. Hako serious kabisa. Tuzungumze ukweli. Haijakaa sawa. Kwani wao walikuwa wajui kama leo kuna mechi? Sasa upo kocha kule mambo yanaenda fresh tu. Na baadhi ya viongozi tunachohitaji kushiriki timu zote. Tumeona Berkane, tumeona Al Ahly wanakuja, watu wao wote ambao wanakuja kupambana timu yao ishinde. Viongozi wetu wote wapo 100% kubwa huku. Tena sisi timu yetu tunacheza mechi ngumu zidi ya mkipoteza leo hii itakuwa umechangiwa na mkutano mkuu. Kwao ni sawa, lakini kwetu nafsi zinaumia. Kama tulivyoumia mechi ya Angola. Tumeumia, lakini kuna kiongozi wa ndani katuambia kuna watu wanachekelea na wao viongozi wako ndani. Sisi mashabiki tunaumia, kuna watu wanapoteza maisha yao, kuna watu wanafanya vitu vya ajabu. Lakini mbona hako serious na timu yetu? Hii sio timu ya kufanya biashara yako. Hii ni timu ya kuongoza watu wapate furaha. Wana Simba wote hamna mtu anataka hela ya klabu ya Simba. Unatarajia nini kwenye mkutano ndani sasa? Mkutano vipengele walivyopanga, vingine wamevipanga kwa maamuzi yao, hatukubaliani navyo. Mwenyekiti wa bodi wa klabu ya Simba tulivyokubaliana awe upande wa mwekezaji. Kama kutakuwa